Na habari ya mchana huu, mpenzi mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora, hujambo na karibu katika taarifa ya habari kwa ufupi. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela. Serikali ya wilaya ya Kilosa imekamilisha sehemu ya ujenzi wa shule ya sekondari ya wasichana Kilosa inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri na kuwezesha wanafunzi kuanza masomo katika madarasa mapya baada ya mradi huo uliokuwa umesimama kwa takriban miaka mitatu. Shule hiyo iliyopo wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro ilianza kujengwa mwaka 2021 kwa gharama shilingi bilioni 1.5 kutokana na mapato ya ndani, lakini ujenzi wake ulisimama kutokana na sababu mbalimbali, ambapo hatua za kukamilisha baadhi ya miundombinu ilichukuliwa na mkurugenzi mtendaji mpya wa halmashauri hiyo Beatrice Mwinuka, na sasa wanafunzi wameanza kutumia madarasa hayo. Lakini malengo ya mradi huu kama nilivyosomewa ni unakuja kunufaisha Kilosa pase. Watoto wa kike wenye performance za juu wamekosa uchaguzi kwenye shule maalum wataletwa hapa. Kwa upande wake, kaimu afisa elimu sekondari wilaya ya Kilosa Beda Haule amesema kukamilisha kwa mradi huo kutakuwa chachu ya maendeleo ya elimu na mfano wa usimamizi mzuri wa miradi kwa halmashauri nyingine ndani ya mkoa wa Morogoro na maeneo mengine nchini. Tunamshukuru sana mkurugenzi, lakini hasa serikali yetu kwa ujumla kwa ajili ya huu mradi. Mradi huu ni adimu na pengine katika halmashauri zingine hiki kitu ni hadithi, lakini sisi kama halmashauri ya wilaya Kilosa tumethubutu, tumeanza kwa namna hii, na tunakuhakikishia Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba mradi huu utaenda vizuri na tutakusanya watoto hapa watasoma vizuri kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti wa halmashauri, tunashukuru serikali kwa kuhimiza ujenzi wa miundombinu ya elimu. Mradi huu mzuri wa shule ya wasichana Kilosa, nasi tunakuahidi kuendeleza mradi huu na kuulinda kwa ustawi wa maslahi ya wanafunzi wa kike. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Baada ya serikali kuwekeza kiasi cha shilingi bilioni 317 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Tanga Pangani Saadani Bagamoyo pamoja na daraja la mto Pangani, wananchi wametakiwa kuchangamkia fursa za uwekezaji kwenye maeneo mbalimbali ili kujiongezea uchumi wao pamoja na taifa kwa ujumla. Kauli hiyo inatolewa wakati wa kukabidhi hati za umiliki wa ardhi kwa wananchi wa wilaya Pangani ambao wamenunua maeneo kwa ajili ya uwekezaji katika kata ya Kipumbwi. Mahitaji ya viwanja kwenye eneo letu la Kipumbwi, mahitaji ni makubwa. Na Kipumbwi kwa sasa hivi unaenda kuwa mji mkubwa kutokana na shughuli ambazo serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuzifanya, hasa kwa kufungua hii barabara yetu ya kutokea Tanga Pangani mpaka Makurunge mpaka Bagamoyo ili wananchi waweze kununua viwanja kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Na hapa zikaelezwa faida za uwekezaji katika eneo la Kipumbwi ambalo lina ukubwa wa viwanja 4,000 kwa ajili ya ujenzi wa makazi pamoja na uwekezaji. Kuna changamoto ya usafiri kwa barabara ya Pangani na daraja tumekuwa katika mazingira magumu, lakini sasa imekuwa historia. Na bahati nzuri serikali sasa hivi imeanzisha mfumo wa e-ardhi. Unajaza taarifa zako online mpaka unakamilisha hati zako na unauza viwanja vya mita moja vya makazi ni shilingi 3,000, viwanja vya biashara ni shilingi 5,000 na beach kwa ajili ya hoteli siku mita moja shilingi 20,000. Ukishakubaliana nao basi kuna kulipa sio kulipa kwa mkupuo kama una uwezo, lakini pia unaweza ukalipa taratibu kwa makubaliano. Kuna viwanja vya beach plot vimenivutia zaidi, hivyo baadaye itakuja kuniletea mimi fursa mbalimbali na kuja kuanza kuwekeza baadaye. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Umoja wa maimamu na walimu wa madrasa nchini UMATA umeanza mpango maalum wa kuwezesha vitendea kazi na mitaji maimamu na walimu wa madrasa ili wakati wakiendelea kutoa elimu ya dini kwa waumini, lakini pia wawe na sehemu ya kujipatia kipato kwa njia ya ujasiriamali. Miongoni mwa vitendea kazi ni mitaji ya kibiashara iliyoanza kutolewa kwa maimamu pamoja na walimu wa madrasa, ni pamoja na mafriza, ambapo maimamu 30 walipatiwa ili kuanza biashara huku wakiendelea na kazi yao ya utoaji elimu ya dini ya Kiislamu kwa waumini. Mwenyekiti wa umoja wa maimamu na walimu wa madrasa nchini Sheikh Arif Suria amesema mpango huo wa kutoa vitendea kazi na mitaji utakuwa endelevu na utatolewa kwa kadri maimamu na walimu watakavyoomba aina ya biashara wanayotaka kufanya. Nitoe wito kwa Watanzania na sehemu zingine zote, tuangalie hawa maimamu, tuangalie walimu wa madrasa, wanafanya kazi kubwa sana katika jamii. Hawa ndio wanatulelea watoto wetu, hawa ndio wanatengeneza taifa,
Imamu atakachozungumza waumini wanachukua. Sasa imamu akiwa yuko vizuri, basi taifa litakuwa zuri. Na kuombeni sana tusaidiane katika kuwasaidia. Leo tumeanza na mtaji kwa kuwapa mafriza pamoja na vinywaji. Ni kwa sababu utafiti wetu unaonyesha biashara ambayo ina wateja wengi na biashara halali na biashara ambayo inahitajika mara popote ni biashara vinywaji. Kwa hivyo kwa niaba ya maimamu wenzangu tunashukuru. Mwenyezi Mungu atawalipa inshallah. Natoa shukrani za dhati kwa hiki nilichopatiwa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Aliwapa, Mungu aendelee kuwapa, azidishie zaidi ya hili. Wananchi wa maeneo ya Mzenga na Mafizi, kata ya Mzenga wilayani Kisarawe mkoani Pwani, wameiomba serikali na mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa daraja la Kitomondo kuongeza kasi ya ujenzi huo ili kuondokana na adha ya ukosefu wa mawasiliano wanayokumbana nayo hasa nyakati za mvua. Wananchi hao wanaotumia barabara ya Mzenga Gwata wamesema kutokana na daraja la zamani kujaa maji pindi mvua zinaponyesha, imekuwa ikiwalazimu kuomba msaada wa kubebwa mgongoni ili kuvushwa upande wa pili ili kufuata huduma za kijamii, hatua ambayo kwa kipindi kirefu imekuwa ikirejesha nyuma maendeleo yao. Kipindi cha mvua huaga hatuendagi, hatuvuki kwenda huko. Manake mtu akubebe uende ng'ambo kwa pesa. Pikipiki ibebwe kwa pesa. Hata 10,000 anamvusha mtu mmoja. Katika barabara sumbufu na sehemu sumbufu ndio hii. Hii sehemu sumbufu inaweza kujaa maji hapa kuanzia saa 8 mchana mpaka kesho akafika mpaka saa 6 mchana. Akisoma taarifa ya utekelezaji wa mradi huo unaogharimu zaidi ya shilingi milioni 356.6 za Kitanzania, meneja wa TARURA Kisarawe mhandisi Arota Africano amemweleza mbunge wa jimbo hilo Dr. Selemani Jafo kuwa mradi huo umefikia 35% na unataraji kukamilika kabla ya mwezi Machi 21 mwaka huu. Mheshimiwa Mbunge, gharama za mradi huu ni milioni 356,670. Mungu akijana mimi jumani nitakuwepo hapa. Sawa sawa. Tutahakikisha kwamba tunafuturu hapa. Hata ufanye ubora gani kule mbele ya safari, Kitomondo isipokamilika hakuna maana aina yote. Tukiongeza speed hapa tutaokoa. Kinyume na hapo tutapata hasara. Na katika maeneo ambayo yanabeba maji mengi ni hapa. Nikiripoti kutoka hapa Kisarawe, mimi naitwa Ahmad Nandonde, Channel 10. Jumuiya ya wanawake wa Kiislamu Tanzania JUAKITA imeitaka jamii kujenga mazoea ya kuwasikiliza watoto, hali inayoweza kusaidia kutambua changamoto zinazowakabili watoto kama vile vitendo vya ukatili. Mwenyekiti wa jumuiya hiyo Shamim Kani amesema hayo katika iftar ya watoto yatima wa kituo cha Tulee Yatima Tanzania TUYATA, ambapo amesema mwezi wa Ramadhani unakumbusha jamii kuwajali wahitaji na kuisii jamii kujiepusha na vitendo vya dhuluma kwa yatima. Naye mlezi wa kituo hicho Faudhia Jafari amesema kwa sasa kituo kina watoto 250, miongoni mwao wamefanikiwa kuhitimu mafunzo ya ufundi stadi, lakini wamekuwa na uhitaji wa vifaa vya kujiendeleza pamoja na kutenganishwa kwa watoto wa kiume kituoni hapo na taasisi ya ustawi wa jamii. Tende watoto wetu, tuwasikilize. Wazazi hatupendi kuwasikiliza, yani majibu yenu, mimi mamako, wewe mamangu, mimi babako, mimi babangu. Wale wana maneno mazuri. Inawezekana shuleni mtoto wa kike anadhalilishwa na mwalimu wa kiume, anataka akwambie wewe, unamwambia mimi sina nafasi, anazidi kudhalilishwa, mwishoni anatoa maisha yake. Too late. Uwe na nafasi, time ya kukaa na watoto wako. Vifaa vyao ni maana, kuna wengine nimewafungulia tayari na kuna wengine wanasomea cherehani, lakini pia niliwahi kusaidiwa masuala ya darani niko vizuri, ila kwenye masuala ya vifaa vya ufundi mbalimbali huo ndio bado sijafanikiwa. Gharama yake kama ni 340 na something hivi. Ningependa kumshukuru Mheshimiwa mwenyekiti wa JUAKITA Mama Shamim Kani kwa kutulisha leo iftari. Tunamshukuru sana. Tumefurahi na Mungu amzidishie pale alipotoa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika habari za kimataifa, Mexico imethibitisha wanajeshi wamemuua mbabe wa ulanguzi wa dawa za kulevya Nemesio Oseguera almaarufu kwa El Mencho, ambaye alikuwa mmoja wa watu wanaosakwa sana nchini Marekani.
Oseguera alikuwa kiongozi wa mtandao wa Jalisco New Generation alijeruhiwa katika mapigano na wanajeshi katika mji wa Tapapa na kufariki alipokuwa akisafirishwa kwenda mji wa Mexico. Licha ya Oseguera, wengine ambao wameangushwa ambao ndio waanzilishi wa genge la Sinaloa ni Joaquim El Chapo Guzman na Ismail Zambada. Wote wawili sasa wanatumikia kifungo nchini Marekani. Naam, mtazamaji, sasa tutazame katika upande wa habari za michezo na burudani. Kunani huko? Klabu ya Arsenal ya nchini Uingereza imeibuka na ushindi mnono wa bao 4-1 dhidi ya mhasimu wa jadi Tottenham Hotspur katika mchezo wa ligi kuu nchini Uingereza uliochezwa usiku wa jana katika dimba la Tottenham jijini London. Arsenal walifungua ukurasa wa mabao kwa dakika ya 32 kupitia kwa Eberechi Eze aliyefunga kwa shuti la nguvu ndani ya eneo la hatari. Hata hivyo, Tottenham walijibu haraka dakika ya 34 kupitia kwa Randal Colomwani aliyesawazishia Spurs na kufanya matokeo kuwa bao 1-1 kabla ya mapumziko. Kipindi cha pili kilianza kwa kasi ambapo Victor Gyökeres alirejesha Arsenal mbele kwa kufunga dakika ya 47. Eze alirejea tena kwenye orodha ya wafungaji dakika ya 61 kwa bao lake la pili katika mchezo huo, akifanya Arsenal kuongoza kwa bao 3-1. Katika dakika ya nyongeza, Gyökeres alihitimisha karamu ya mabao kwa kufunga bao la 4 na la pili kwake binafsi na kuhitimisha dabi hiyo kwa ushindi wa bao 4-1. Ushindi huo unaimarisha nafasi ya Arsenal katika mbio za kuwania taji la ligi kuu, wakisalia nafasi ya kwanza wakiwa na alama 61, ikiwa ni alama 5 mbele ya Manchester City, huku Tottenham wakiendelea na mfululizo wa matokeo mabovu msimu huu licha mabadiliko ya benchi la ufundi. Witness Matiku, Channel 10 michezo kimataifa. Na taarifa hii ya michezo inahitimisha habari kwa ufupi kutoka hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kujiunga nasi itakapofika saa 1 kamili usiku wa leo. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, nikutakie mchana mwema.